Karibu sana ndani ya The Fresh ya Chomoza Digital. Mimi naitwa Evans Kazi. Siku nyingine tena tumepata wasaa wa kukutana mimi pamoja na wewe. Ukiwa unanisikiliza, ongeza sauti kidogo alafu share link kwa ndugu, jamaa, marafiki, waambie kwamba The Fresh ipo kwa hewa muda huu ndani ya Chomoza Digital. Usisahau kusubscribe, turn on notification, waambie kwamba zile taarifa zote za gospel zinapatikana muda huu ndani ya Chomoza Digital kupitia The Fresh. Ni siku nyingine ambayo mimi pamoja na wewe tunatembea kuzijua zile story kubwa ndani ya uga wa injili hapa Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Kutokea Tanzania, leo tunayo story ya mwimbaji wa nyimbo za injili Joel Lwaga, ambayo siku ya juzi ilikuwa ni birthday yake. Siku ya jana ilikuwa birthday yake, na ikiwa anasherehekea birthday yake kwa siku hiyo ya jana, aliweza kutuzawadia wimbo bora kabisa wa injili uitao Sahihi, moja kati ya wimbo ambao sasa hivi unafanya vizuri kwenye platform mbalimbali, nikizungumzia YouTube, Spotify, Audiomack na sehemu zingine zote ambazo unaweza kusikiliza muziki. Basi wimbo huu bila shaka umekutana nao, lakini pia kuna mitandao tumizi, nikiwa na maanisha Instagram, Facebook, TikTok, umepata nafasi ya kusikia either ni clip watu wamerecord au umesikia tu lyrics ya mtu ina background ya wimbo huo kwake Joel Lwaga uitao Sahihi, ama kwenye page yake mwenyewe Instagram pale Joel Lwaga, TikTok na kwingineko. Umepata nafasi ya kusikiliza wimbo huu na kutazama ile video yake akiwa anaimba. Sasa Joel Lwaga, wimbo wake huu umepata nafasi ya kupostiwa kwenye page ya lebo maarufu ya muziki Afrika itwayo Empire Label. Lebo hii imepost wimbo wa Joel Lwaga na ikaacha maswali. Je, mwimbaji huyu wa nyimbo za injili anashirikiana kwa ukaribu zaidi na lebo hiyo ambayo imekuwa ikisimamia na kudistribute kazi za wanamuziki ama wasanii wa muziki Afrika, nikiwa nazungumza Tanzania na nje ya Tanzania? Kwa hapa Tanzania, Kusa na DJ Mushizo wapo chini ya lebo hiyo na wanafanya kazi pamoja, lakini kwa Nigeria, Fireboy, Kiss Daniel, Tiwa Savage ni miongoni mwa wasanii ambao pia wanasimamiwa na muziki wao unakuwa disputed chini ya lebo hiyo. Sasa Joel Lwaga ameweka sawa kuhusiana na jambo hilo ambalo lilibua maswali. Je, amesign deal au kuna kazi ambayo inaendelea wa yeye pamoja na Empire Label kuhusiana na muziki? Msikilize Joel Lwaga, huyu hapa anafunguka kwa undani zaidi. Empire ni kampuni kubwa ambayo inafanya ni lebo kubwa inayosema ambayo inawezesha na kusimamia marketing na distribution ya artists mbalimbali, yani kwa ujumla tu. Kwa hiyo wanakuwa na standard zao, wanakuwa na vigezo vyao wakiwa wanamhitaji artists, na nafikiri walivutiwa wakaona kwamba nina hiyo vigezo ambao wanaviona ambao wanavihitaji, na wakaniweza kuni approach na tukazungumza. Ni mazungumzo ambayo sasa yalienda mazungumzo sasa ya kikazi niseme, yaliyoendelea kati yangu na management, yani kati ya management yangu na Empire, na kufikia makubaliano, na hatimaye namshukuru Mungu ikafanikiwa na tukaweza kuingia nao mkataba, na sasa ninafanya kazi na Empire. Hapana, ni wa muda kidogo, nisingeweza kudisclose sana sasa vipengele ambavyo viko kwenye mkataba, kwa sababu mkataba pia unakuwa kuna baadhi ya vitu pia vinakuwa vinatakiwa viwe non disclosure, lakini sio kwa ajili ya project tu, ni ya muda fulani, wa muda wa kutosha tu, ambao sio kwa ajili ya project moja ama mbili. Inawezekana, sijajua kama, nafikiri kwa nyimbo za injili sidhani kama Empire wana mwimbaji mwingine kwa Tanzania wamewahi kuwa naye, lakini nafikiri inaweza kuwa kwanza kama sitakuwa nimekosea kucheck record sawa. Unasaidia kwa sababu sasa hivi muziki ulipofikia, kuna namna ambavyo kama unataka kufikia watu wengi zaidi nje ya mipaka yako, kutanua bawa zako zaidi kufika mbali, unahitaji watu wanaweza pia kuweka nguvu kuhakikisha kwamba wanaweza kupush kufikisha huko. Kwa hiyo mimi nimefanya of course na kampuni nyingine kwa muda fulani, lakini sasa nifika tu nafanya na kampuni nyingine hii ambayo ni wako powerful zaidi, ni ya kimataifa, na wanaweza kupush zaidi kupeleka muziki wangu mahali ambako kufanikisha sauti yangu ikasikika na nikawa heard mahali ambako ikana kuhakikisha kwamba unaweza kufika huko mbali. Kwa hiyo this is hichi ndio ambacho nimekifanya. Yes, umemsikiliza Joel Lwaga amefunguka uhusiano wake yeye na Empire Label na namna ambavyo wanafanya kazi kuhakikisha
ile huduma ambayo ameibeba ndani yake inaweza kuwafikia watu wengi, kwa sababu hii ni lebo ambayo wana uzoefu wa kudistribute, kusambaza kazi za muziki katika platform za mitandao ya kijamii, lakini nje ya platform, nikiwa nazungumzia kwenye mainstream nje ya Tanzania, na namna ambavyo wanaweza kuliteka soko na kusababisha hizi kazi za waimbaji kuwafikia watu wengi zaidi ya vile ambavyo pengine tungetarajia. Joel Lwaga amefunguka mengi zaidi. Siku ya jana tulikuuliza swali, je, ni sawa mwimbaji wa nyimbo za injili kushirikiana na msanii wa muziki wa kidunia? Wakati unaendelea kutafakari hilo, nikuulize, je, ni sawa mwimbaji wa nyimbo za injili kufanya kazi na lebo ama kusimamiwa na watu ambao kimsingi hawajihusishi na huduma ya muziki wa injili au hawafanyi kazi chini ya mwamvuli wa huduma ya muziki wa injili? Weka komenti yako hapo chini utuambie hii kwako imekaaje, Joel Lwaga kufanya kazi pamoja na Empire Label Africa, ambayo kimsingi ni lebo ambayo imesababisha matokeo makubwa sana ya kimuziki kwa wasanii ambao wanafanya nao kazi. Kwa Joel Lwaga haya ni mafanikio, au kuna namna tunashindwa kama Wakristo kuziteka hizi nafasi na kusababisha mambo yetu kuyasimamia wenyewe kwa ajili ya kulinda ule utukufu? Weka komenti yako hapo chini. Hii ni The Flash ya Chomoza Digital, siku nyingine tena hii ambayo imekuwa baraka sisi pamoja na wewe kukutana kupitia ngoma za masikio yako. Naitwa Evan Skazi. Subscribe, turn on notification, hakikisha una share link kwa ndugu jamaa na marafiki.